Maka ni mji ambao kimsingi katika imani ya Uislamu una umuhimu mkubwa katika mafundisho yao. Kwa mfano, Maka ndipo ambapo Muhammad inasemekana alizaliwa, na Maka ni sehemu ambayo kuna ile wanaita Al-Kaaba ambako Waislamu wote wanaposali wanapoelekea. Lakini pia hija ya kwenda kuhiji Maka ni mojawapo nguzo kuu kabisa za imani ya Uislamu, na Maka ni mji muhimu katika imani yao. Hilo tunalisikia kwao, tunalisoma katika vitabu. Kwa mfano, katika sura ya 6 aya ya 92, Qur'ani inauzungumzia Maka kama mama wa miji. Na kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu na hadithi zao na mazungumzo yao, wanaozungumzia kwamba Maka ulikuwa ni mji ambao ni mmoja wa kitovu kikubwa cha biashara duniani hata kabla ya ujio wa Muhammad na kufunuliwa na kuteremshwa kwa Qur'an. Lakini hali halisi tunapokwenda nje ya mafundisho ya Uislamu tunakuta ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa mfano, huko nyuma wana jiografia wengi na watawala na watu wa historia waliandika kuhusu miji mbalimbali, lakini hatuoni wakiutaja kabisa huu mji wa Maka. Kwa mfano, kuna mtu anayefahamika kama Eratosthenes. Huyu aliishi kwenye karne ya 3 kabla ya ujio wa Kristo. Huyu yeye ndio anajulikana kama baba wa jiografia na ndio aliyebuni neno jiografia. Aliandika kwa usahihi kabisa kuhusu miji mbalimbali ya kibiashara ya Mashariki ya Kati na Uajemi na Afrika ya Kaskazini na maeneo mengi yaliokuwa chini ya himaya ya Warumi wakati ule, yenye kivutio cha biashara, yenye influence mbalimbali za kiuchumi. Lakini huyu Eratosthenes hautaji popote huu mji wa Maka. Tunapokwenda kwa mtu mwingine ambaye anajulikana kama Strabo, yeye huyu aliishi kwenye karne ya 1 baada ya Kristo. Halikadhalika huyu aliandika kwa kina kuhusu miji mbalimbali ya maeneo hayo niliyoyataja, lakini huyu Strabo haonekani taja kabisa huu mji wa Maka. Tunakuja katika mtu mwingine muhimu sana ambaye anafahamika kama Pliny the Elder. Huyu naye aliishi karne ya 1. Huyu naye aliandika kwa kina kuhusu miji mbalimbali, lakini huyu naye pia hautaji popote mji wa Maka. Tunakutana na mtu mwingine naye anafahamika kama Ammianus Marcellinus. Huyu aliishi karne ya 4, alikuwa ni mwanajeshi mstaafu wa dola ya Kirumi na alikuwa na mwanahistoria pia. Aliandika kuhusu miji mbalimbali na umuhimu wake na mila na desturi za hiyo miji na namna gani ilikuwa umuhimu katika kipindi kile. Naye huyu pia haonekani kuutaja mji wa Maka. Hata ramani za kale za kabla ya karne 9 zote ambazo aidha ziliandaliwa na watawala mbalimbali wa Kirumi au wa Kigiriki wa wakati ule ambao ndio walikuwa wakisimamia maeneo yote haya, hawaonekani kutaja mji wa Maka kwa vyovyote vile. Na tunasogea mpaka kwenye karne ya 1, tunakutana na mtu mwingine pia karne hiyo ya 1, mbali ya yule Strabo, Pliny the Elder na Ammianus. Karne ya 1 hapa tunakutana na mtu ambaye anafahamika kama Claudio Ptolemy. Claudio Ptolemy yeye anaandika kuhusu miji zaidi ya 8,000 ndani yake na huyu ndio mtu wa kwanza kuja na uvumbuzi wa hizi longitude na latitudes. Huyu yeye anautaja mji mmoja ambao unafahamika kama Makoraba. Hapa Waislamu wanarukia na wanasema kwamba Makoraba, hili neno la Kilatini ambalo lilikuwa limetoholewa katika neno la Kiarabu ambao ni mikrab, ambao maana yake ni hekalu au patakatifu. Wao wanadai hii Makoraba katika maandiko ya huyu Claudio ni kwamba huu ndio mji wa Maka. Sasa wataalam wa jiografia wanapokuja kuchunguza kuhusu hii Makoraba, wanavyozichukua hizi longitude na latitude ambazo Claudio anazielezea, wanasema ukizichukua hizi zinauweka huu mji wa Makoraba kusini mbali kabisa ya Maka ya sasa. Pengine inakuja katika maeneo ambayo kwa sasa hivi yanatambulika kama Yemen. Kwa hiyo hii madai ni kwamba Makoraba ni Maka ni upuuzi mtupu. Mtu peke yake ambaye kwa mara ya kwanza katika historia na mambo ya jiografia anaanza kuutaja Maka ni mtu ambaye anajulikana kama Al-Khwarizmi, ambaye alikuja kwenye karne ya 9. Ndipo anauweka, huyu alikuwa ni Mwajemi, anauweka Maka katika ramani. Sasa kwa nini sasa kama Maka inavyozungumzwa katika Qurani na katika hadithi na masimulizi mbalimbali ya Waislamu kwamba ulikuwa mji mkubwa, kitovu cha biashara uliokusanya watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali wakipita pale kufanya biashara,
Kwa nini hawa wote kutoka karne ya kwanza au hata kabla karne ujio wa Kristo, kwa nini ramani za kale na maandiko ya kale ya hawa watu ambao hawakuwa na interest yoyote ya kidini, kwa nini hawautaji Maka? Hili ni swali ambalo naliweka kwa ndugu zangu Waislamu, mtuambie kwa nini, kama hii kweli Maka ulikuwa ni mji uliokuwa unatambulika kama kubwa wa kitovu cha biashara, kwa nini hawa wote watawala mbalimbali wa Kirumi, watawala mbalimbali wa Kigiriki na wengine wote hawa, kwa nini hawauweki katika mazungumzo yao, katika maandiko yao na katika ramani wazozieka? Na unakuja kuonekana kwa mara ya kwanza kwenye karne ya 9, miaka zaidi ya 100 baada ya Muhammad na kuteremshwa kwa hii Qurani ambayo inasema kwamba Maka ni mama wa miji iliyokuwepo wakati ule. Hili ni swali ambalo nakuacha wewe Muislamu na hata wewe Mkristo, yafaa ujiulize kuna nini hapa. Asante sana.